Na ndugu zangu watukufu Waislamu, ama kwa hakika kwanza hapana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia neema ya afya na uzima mpaka tukaweza kukusanyika katika hafla hii, na pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutujalia neema ya kuweza kukusanyika katika hafla ya msiba huu. Nimesimamishwa mbele zenu, kwanza kabisa nimesimamishwa kwa ule usharafu kwamba mimi ni mtu na ni ndugu katika familia hii ya waliopatwa na jambo la kifo. Hivyo nimesimamishwa kutoa kalima, tamko moja ambalo ni mufid. Hiyo kwanza kabisa napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uchache kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu watukufu Waislamu, msiba au kifo ni kitu ambacho hakina budi kutokea, na hivyo hata Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba tukazaliwa na tukaja katika mgongo wa ardhi hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana makusudio na sisi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa jambo moja tu, waniabudu mimi. Sitaki kwa wao riziki wala sitaki chochote kile. Sasa anakusudia nini katika aya hii? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu tu. Hapa tunafahamu kuwa sisi baada ya kuumbwa, kwa sababu asili ya mwanadamu ni mtu ambaye kwanza ni ametokana na kitu ambacho kilikuwa sio kitu, na pia asili ya mwanadamu ametokana na kitu ambacho ni dhalili. Asili ya mwanadamu ametokana na kitu ambacho hakina thamani. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa thamani sisi kwa kusababisha yeye sisi tutawale katika hii ardhi, sisi tuishi katika huu mgongo wa ardhi kwa jambo moja tu, sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na je, baada ya kumwabudu atatupa nini? Na je, baada ya sisi kumwabudu, kufuata maamrisho yake, tutapata faida gani? Na kama sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tumwabudu, na je wale ambao hawatumwabudu? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Sasa hapa tunapata kufahamu kwamba wale ambao wanafuata yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mahala maalum, na wale ambao hawayafuati maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala pia amewaandalia mahala maalum. Kwa nini sasa kama Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuumba akatuleta hapa duniani, na bibi sasa kama yeye ana uwezo huo, kwa nini asisababishe watu wote sisi tumwabudu? Lakini kunapatikana vikundi viwili, kuna vingine vinamwabudu na vingine vinamsahau. Na pia inafikia stage kuna watu wanajiita wao ni Mungu. Kama Allah subhanahu wa ta'ala kaweza sisi kutuumba, vipi ashindwe kutufanya sisi tumwabudu wote kwa pamoja? Hapo ndio inakuja makusudio ya Mwenyezi Mungu kuumba moto na pepo. Ndio makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba moto na pepo, kwa maana pepo wataingia wale ambao watamwabudu Allah, na moto wataingia wale ambao wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona watu wengi katika masiku ya hivi kwamba kuna watu wanahadalika, wanapumbazika na mambo ya riziki. Mtu anaacha kufanya ibada na hali ya kuwa tayari kashajua, kama hajajua basi kafanya kusikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa duniani ili tumwabudu.
Vipi mtu anashughulika na kuacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutafuta riziki? Mtu mmoja anatuambia طلق هذه الدنيا ثلاثة وطلبنا زوجة سواها إنها زوجة سوء لا تبالي من أتاها أنت تعطيها مناها وهي يعطيك كفاها. Mtu huyu, mshairi huyu anasema, anaifananiza dunia na kitu ambacho hakina thamani. Mshairi huyu anaifananiza hii dunia na mwanamke asiyokuwa na thamani, kwamba anasema katika maneno yake, talliq hadhihi dunya thalatha, iwache hii dunia mara tatu, alafu wadhulubanna zawjatan siwaha, mtafute mwanamke mwingine ambaye asiyokuwa hii dunia. Mapenzi yako usiipe dunia. Talliq hadhihi dunya thalatha wadhulubanna zawjatan siwaha. Kwa nini? Innaha zawjatan su la tubali man ataha anta tu'tiha manaha wa hiya yu'tika kafaha. Wewe mwanadamu ambaye unaipa hii dunia mapenzi yako yote, hii dunia haina habari na wewe kabisa. Kama hii dunia wewe unaipa mapenzi yote, basi hii dunia wewe haina habari na wewe kabisa. Kama unaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kujishughulisha na riziki, basi huyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi, mwanazuoni mmoja anayatoa haya maneno kupitia shairi. Anasema, ittaqillaha in kunta ghafila wa alayka bitaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al-faqra wallahu raziqa faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل عصفور شيئا مع النسر ومن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. Anasema mshairi mmoja, alaika bitaqwa Allah in kunta ghafila, lazimiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama umeghafilika. Kama umeghafilika na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi zinduka wewe umche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala unaambiwa yaatika bil arzaqi min haythu la tadri. Utakaposhikamana na ibada, basi unaambiwa yaatika bil arzaqi min haythu la tadri. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa riziki katika upande usiodhania. Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia riziki nyingi ambazo zitakuja katika upande ambao hudhani. Alaika bitaqwa Allah in kunta ghafila yaatika bil arzaqi min haythu la tadri. Akaendelea kusema, fakaifa takhafu al-faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Vipi wewe unamuogopa fakiri na hali ya kuwa tayari ushajua kwamba anayeruzuku ni Mwenyezi Mungu? Kama tayari ushajua kwamba anayeruzuku ni Mwenyezi Mungu, vipi unaogopa fakiri kwa kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu huyu anayeruzuku kwa sababu ya kwenda kutafuta riziki? Faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Huyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku ndege na samaki baharini. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwaruzuku ndege baharini, ndege angani na samaki baharini, vipi ashindwe kukuruzuku wewe ambaye unafuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na kusali sala tano? Akaendelea kusema, waman aasha alfa wa alfaini, na mwenye kuishi miaka 1000, achilia mbali miaka 1000 ni michache, mwenye kuishi miaka 2000, fala budda min yawmin an yasira ila al-qabr, hapana budi siku moja tu atakufa, ataingia kaburini. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, lazima tuwe na isti'dad min al-maut, tujiandae na kifo. Lazima tujiandae na kifo, kwa sababu kifo ni kitu ambacho hakipingiki. Kwa ndugu zangu watukufu Waislamu, nimeambiwa nizungumze dakika 5, ila nahisi pia nimeurefusha huu muda. Kwa hivyo haya machache, billahi tawfik, wassalamu alaikum wal afwa minkum.